Kiongozi mkuu wa Iran apongeza jeshi la nchi hiyo kwa ujasiri katika kulilinda taifa dhidi ya uvamizi. Katika ujumbe aliotoa Jumapili 17 wa siku ya jeshi, kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Mujtaba Khamenei amelisifu jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa kusimama kwa ujasiri kulilinda taifa katika vita vya hivi karibuni vya kulazimishwa kama ilivyofanya katika vita vya kulazimishwa vya awamu zilizopita. Amesema kwamba jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran limekuwa likilinda nchi kwa ushujaa wa hali ya juu mbele ya vita vya uvamizi vilivyochochewa na muungano wa Marekani na utawala wa Kizayuni. Katika ujumbe huu amesema kwa kutegemea nguvu ya Mwenyezi Mungu na ridhaa ya watu, na ikiwa katika safu zilizo imara na zilizojaa mshikamano, bega kwa bega na mashujaa wengine wa vikosi vya ulinzi, jeshi limekabiliana na majeshi mawili yaliyokuwa mstari wa mbele kwa ukafiri na kiburi na kuyafanya udhaifu wao na fedhea yao yaonekane wazi mbele ya ulimwengu. Ujumbe huo umetolewa kwa mnasaba wa tarehe 29 Farvardin sawa na Aprili 18, tarehe ya kuanzishwa rasmi kwa jeshi la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu ambaye pia ni amiri jeshi mkuu wa vikosi vyote vya Iran amesisitiza kuwa kama vile ndege zisizo na rubani za jeshi la Iran zinavyowapiga wahalifu wa Kimarekani na Kizayuni kwa kasi kama radi, vivyo hivyo jeshi la majini lililojaa ujasiri limesimama tayari kuwapa maadui ladha ya fedheha na kushindwa upya. Ujumbe huo uliotolewa katika siku iliyotengwa kwa ajili ya kuenzi jeshi na muasisi wa Jamhuri ya Kiislamu Imam Khomeini uliwatakia heri na baraka wanajeshi wote, familia zao pamoja na taifa la Iran. Ayatollah Mujtaba Khamenei alielezea ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu kuwa ni hatua ya kihistoria iliyobadili mkondo wa jeshi na kuhitimisha enzi ya udhaifu iliyolazimishwa na maadui wa nje pamoja na wasaliti wa ndani. Amebainisha kuwa baada ya mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979 jeshi lilitoka kwenye mkondo wa mfumo dhalimu wa Pahlavi na likapata nafasi yake halisi katika kumbatio la upendo wa wananchi wa Iran. Kiongozi muadhamu ameongeza kuwa tarehe 29 Farvardin pia inasadifiana na siku ya kuzaliwa ya kiongozi shahidi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Khamenei, ambaye tangu muongo wa mwanzo wa mapinduzi alifanya jitihada zisizo katika kulilinda jeshi dhidi ya miito mibaya ya kulivunja na kulikuza katika nyanja mbalimbali. Amesisitiza kuwa ustawi wa maendeleo ya jeshi yanapaswa kuendelezwa kwa juhudi maradufu na kwamba maagizo muhimu ya kuimarisha mwelekeo huo yatatolewa katika siku za usoni. Kiongozi muadhamu pia ametoa heshima kwa vizazi vya makamanda mashujaa walioliongoza jeshi la Iran kwa kipindi cha miongo mitano iliyopita, wengi wao wakiwa wamepata daraja ya shahada. Miongoni mwa waliotajwa ni makamanda mashuhuri wa Karan, Falahi, Namju, Fakur, Babae, Satar, Ardestan, Said Shiraz pamoja na mashahidi wa hivi karibuni Saidi Abdurrahim Mousavi na Aziz Nasir Zadehi, ambao wote waliuawa shahidi katika vita vya siku 40 vilivyowekwa kwa nguvu. Katika vita hivi vya karibuni vya siku 40 vilivyolazimishwa na muungano wa Marekani na utawala wa Kizayuni, jeshi la Iran liliweza kutetea taifa kwa uwezo wake wote na likaendesha mashambulizi ya kulipiza kisasi yaliyofanikiwa dhidi ya vituo vya adui katika maeneo mbalimbali ya Kawasan. Ushirikiano uliokomaa na ulioratibiwa kwa ukamilifu kati ya jeshi na jeshi la ulinzi wa mapinduzi ya Kiislamu uliowezesha wanajeshi wa Iran kuzipa nguvu za adui pigo zito. Vilevile Baraza la Juu la Usalama la Taifa la Iran limesema kwamba Jamhuri ya Kiislamu itaendelea kusimamia na kudhibiti trafiki yote inayopita katika lango bahari la Hormuz, ambalo ni njia ya kimkakati hadi kufikia mapatano kamili ya kumaliza vita vya kulazimishwa vya Marekani na Israeli dhidi ya nchi hiyo. Sekretariat ya Baraza la Juu la Usalama wa Taifa ilitoa taarifa siku ya Jumamosi kuhusu hali ya mazungumzo ya Iran na Marekani yanayofanyika kwa upatanishi wa Pakistan yanayolenga kumaliza vita vinavyoendelea ambavyo kwa sasa vimesimamishwa kwa muda baada ya kusitishwa kwa mapigano kutangazwa tarehe 8 Aprili. Makubaliano ya kusitisha mapigano yanatarajiwa kuisha siku ya Jumatano. Duru ya kwanza mazungumzo yaliyofanyika Islamabad haikuzaa makubaliano, huku maafisa wa Iran wakiilaumu Marekani kwa kuwasilisha madai makubwa kupita kiasi na kubadilisha msimamo wake mezani wakati wa majadiliano. Mojawapo ya hoja zilizokwama ilikuwa ni udhibiti wa Iran juu ya lango bahari la Hormuz, ambayo Jamhuri ya Kiislamu iliufunga kwa meli za maadui pamoja na washirika wao muda mfupi baada ya vita kuanza tarehe 28 Februari. Taarifa hiyo imesisitiza kwamba meli za kivita za Marekani katika Ghuba ya Uajemi hupitia lango bahari la Hormuz, jambo ambalo Iran inaliona kuwa tishio kwa usalama wake wa taifa na udhibiti wa eneo. Sekretariat ya Baraza la Juu la Usalama wa Taifa pia imesisitiza kwamba Iran ilikuwa imefunga tena kwa masharti lango bahari la Hormuz kwa usafiri wa kibiashara siku ya Ijumaa
baada ya Marekani na utawala wa Israeli kukubali kusitisha uhasama katika maeneo yote ya mapigano, ikiwa ni pamoja na kusimamisha mashambulizi ya Israeli dhidi ya Lebanon, jambo ambalo lilikuwa sharti muhimu kwa Iran kukubali usitishaji mapigano wa muda. Aidha, taarifa hiyo imesema Iran itatekeleza hatua za kukusanya taarifa kamili za meli zote zinazopita, kutoa vibali vya kupita kulingana na kanuni zilizowekwa mahususi kwa mazingira ya wakati wa vita, kukusanya ada ya huduma za ulinzi, usalama na ulinzi wa mazingira, pamoja na kuweka njia maalum ya kuongozea meli, taarifa hiyo ilisema. Aidha, taarifa hiyo ilisema tukio lolote ambapo adui atajaribu kuvuruga usafirishaji baharini au kutekeleza hatua kama vile mzingiro wa kijeshi baharini itatambuliwa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuwa ni uvunjaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano, na hivyo itasitisha mara moja ufunguzi wa masharti na wa kiwango kidogo wa lango bahari la Hormuz. Jamhuri ya Kiislamu ilikubali rasmi kuanza mazungumzo siku ya 40 ya vita baada ya rais wa Marekani kukubali rasmi mpango wa vipengele 10 wa Iran kuwa msingi wa mazungumzo, taarifa hiyo ilieleza. Hata hivyo, licha ya Washington kukubali mpango huo vipengele 10 kabla ya mazungumzo kuanza, ilianzisha madai mapya na ya kupindukia wakati wa majadiliano, jambo ambalo lilijibiwa kwa msimamo thabiti na ujumbe wa Iran. Vilevile, mwanachama wa ngazi ya juu wa harakati ya mapambano ya Kiislamu ya Ansarullah nchini Yemen amemuhimiza rais wa Marekani Donald Trump kujiepusha na maamuzi ya uchochezi na kuheshimu haki za mataifa ya Kiislamu, akimwonya yeye pamoja na washirika wake kuhusu uwezekano wa kufungwa kwa lango bahari la Bab el-Mandeb. Hossein Al-Ezi amesema katika ujumbe aliochapisha kwenye akaunti yake ya X siku ya Jumamosi kwamba iwapo Sanaa itachukua uamuzi wa kufunga lango bahari la Bab el-Mandeb, hakuna yeyote atakayeweza kulifungua tena. Aliongeza kuwa kwa hivyo Trump na washirika wake ni vyema wakomeshe hatua na sera zote zinazozuia kurejeshwa kwa amani. Wanapaswa kuonyesha heshima kwa haki za mataifa dunia na kwa umma wa Kiislamu. Awali, waziri wa ulinzi wa Yemen Brigedia Jenerali Mohamed Al-Atif alisema kuwa majeshi ya nchi hiyo yapo kwenye kiwango cha juu kabisa cha utayari na yako tayari kikamilifu kukabiliana na aina yoyote ya uchokozi dhidi ya ardhi ya Yemen. Amesema kwamba mashambulizi ya hivi karibuni ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran yameonyesha kwa uwazi umuhimu wa umoja kati ya safu za mukawama na pia kuthibitisha ufanisi wa operesheni ya kijeshi zinazotekelezwa na wapiganaji wa kile kinachoitwa muhimili wa mukawama. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Vilevile, wenye viti wa taasisi za kidini na kisayansi za Iran katika barua ya pamoja kwa kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani wamepongeza msimamo wake wa ujasiri na kueleza matumaini kuwa utasaidia kumaliza migogoro inayoendelea. Kukosoa kwako mashambulizi ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran na mauaji ya watu wasio na hatia kumezijengea heshima jumuiya za kidini duniani kote, imesema barua hiyo iliyotumwa kwa Papa Leo wa 14 na kutolewa Jumamosi. Imeongeza kuwa upinzani wa Papa dhidi ya mashinikizo ya kisiasa ya rais wa Marekani ni mfano wa kuigwa na wanazuoni na viongozi wa dini zote. Walipotia saini barua hiyo, wamesisitiza kuwa ujumbe wa manabii wa Mungu umekuwa daima ni amani, mshikamano wa binadamu, kupinga dhuluma na ukatili. Wakitoa mifano kutoka kwenye mafundisho ya kidini, wameeleza kuwa mauaji ya mtu mmoja asiye na hatia ni sawa na kuua wanadamu wote. Ni kwambia hivi, hatujamaliza. Shukran kwa baba wa kivita na historia ya dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.